Kwa miaka mingi, kuuza nyama au kufungua buchali imekuwa kazi ya wanaume. Lakini siku hizi picha hiyo imeanza kubadilika. Wanawake nao wameingia kwenye tasnia hii kwa ujasiri na ubunifu. Karibu kwenye makala yetu maalum ya wanawake buchani, kazi inayovuja mipaka ya kijinsia. Tuko katika mtaa wa Kimbo, kaunti ya Kiambu. Hapa ndipo tunakutana na Wanjiru, mwenye miaka 36, mama wa watoto 3 na mmiliki wa buchari. Wanjiru ni mmoja wa wanawake wachache ambao waliamua kupambana na dhana ya kuwa mwanamke hawezi kuwa buchani. 2019 wakati wa corona nilikuwa nafanya kazi kwa hoteli na tulisimamishwa. After to resume kukaa kushindwa utafanya nini, ndio nilijikuta nikifanya kazi ya nyama. Nikifanya kazi ya nyama dhati na marafiki walishangaa sana. Wengine nikasikia akijiuliza bwana nilichagua kazi ngumu, kuamka mapema, rudi jioni. Yaani ni kazi inahitaji commitment. Wanasema ni kazi inahitaji much commitment. Na mimi nikasema so long as providea nifanye kazi ni kazi. Lakini si Wanjiru pekee. Pia kuna Wanjiko, msichana wa miaka 26, aliajiliwa kwenye buchali ya Wanjiru. Kazi hii ilikuwa inajulikana kama kazi ya wanaume. Zamani nilikuwa kazi ya salon, ila saa hii nimeweza kujiunga katika hii kazi yenye wanawake hawapendi ama inajulikana kama kazi ya wanaume. Ila nashukuru imeweza kunitia moyo. Moto zilitokea mingi. Juu kazi ya buchali inajulikana kama kazi ya wanaume. So mimi nilipata na nikafurahia, ila changamoto zilikuwa mingi sana. Marafiki na familia walijaribu kuniambia kazi ni ya wanaume, ila inaweza kunisaidia kujikimu kimaisha, pia nasaidia na familia. Wanawake hawa wanazidi kuonyesha kuwa uuzaji wa nyama si kazi ya jinsia, bali ni ujasiri, ustadi na bidii. Kama kuna utofauti katika kazi eti mwanaume na mwanamke, bora tu mtu jitie moyo na uzingatie kazi yako. Pia kazi ni kazi, watu wajitume. Juu hakuna bora kazi inakudumisha. Kazi ni kazi, watu wajitume wafanye kazi. Kama jamii tunapaswa kubadilika na kuacha kazi kuhusishwa na jinsia. Kazi ni kazi, mradi ni halali na inaleta kipato. Kila mmoja anapaswa kuungwa mkono. Wanawake hawa wameshinda hofu, kejeli na dhana potovu. Leo wanachinja, wanauza, wanajenga ndoto zao kwa panga mikononi, lakini pia kwa moyo wa ujasiri. Biashara hii ningeomba Mungu anisaidie kufungua maduka mingi. Kufungua hapa na pale mahali kuna mtu apate riziki. Yenyewe sio kazi mbaya. Fungue buchari moja hapa ingine pale, hivyo pia ina create an employment.
jamii inayobadilika, wanawake nao wameamua kushika nafasi zao hata katika kazi tulizoamini kuwa ni za wanaume. Kazi hapa katika hii buchari ya Kimbo, mimi nahakikisha usafi, kuhakikisha vitu, mbao za kukatia nyama zote ni safi, na pia kuhakikisha usafi wa mazingira ya hii buchari. Bora tu mtu jitie moyo katika kazi. Kazi haipo ya wanaume wala mwanamke. Bora tu jitie nguvu. Sahi hata customer wanafurahia mimi kama mwanamke kuwahudumia. Wanawake buchani ni mfano kuwa ukijituma lolote linawezekana. Hii ni hadithi ya wanawake walioingia katika sekta hii bila uoga. Kazi ambayo tulikuwa tunadhana kwamba hii kazi ni ya wanaume pekee. Wameweza kuandika historia yao si kwa karamu bali kwa vitendo. Nikiripotia NIBS TV, jina langu ni Caroline Wakio. Cold water every morning, a shiver it keeps me from falling and wakes me from the stream within a dream. Cold water every evening, seeing if my scars are healed.